kule Tanganyika, alisema yeye ni mchezaji wa ndani katika harakati hizo, atakupeleka wote wa Nyerere bila mapato, wakina Dr. Karuzi wote utafika, kawa amekuja. Lakini pakatokea msuguani baada ya Lissu. Mwalimu hakutaka historia yake iandikwe, hakutaka. Na walipokuja kuandika kitabu cha Mwalimu Nyerere, biography, vitabu vitatu kuandikwa na Shivji, Dr. Profesa Saida Hoffman na Ngoza Kamata, ndani mlo wamesema kuwa Mwalimu Nyerere na bibi historia ya Nyerere na wabudu swala nakuja, kwa nini Mwalimu Nyerere? Lakini anasema kwenye kitabu hiki ndicho historia. Asa mimi nilizungumza na Abishai kwa Mungu. Nilipata Abishai hakutaka kumwambia historia. Anasema hivi, anasema mimi najua Abu alikuwa na mengi lakini hakutaka kusema. Sasa mimi nitamjibia kwa nini Abishai kusema kwa historia. Mwaka wa 62 Julius Nyerere, Joseph Azizi, Abishai na Mwalimu Nyerere walikubaliana waandike historia tano wakati wao hai, na Mwalimu akampa Abishai ofisi yake zamani pale Tano, ambaye alikuwa akikalia wakati wa tano. Ananihadithia mwanae klasi, sema mimi nilikuwa nimetoka shule, nikiingia mtaa kwa unajua nani ofisi tano ilikuwa mtaa wa Yusuf Abasari ni Lumumba na Kariakoo. Sasa mimi nikitoka shule wala siingi ndani kuna kumkeba, mimi naweza kusimama pale nje pale nikamkeba kwa nje dirishani, yeye akaniona na akakitia kitabu yangu. Na kaza kumunga kitu akasogea pale dirishani akaendelea kumiliki kitabu. Anasema kuwa yale alikuwa Abdo analeta kuandika, kwa sababu Abdo kwa vyote bila shaka litakuwa na mswada baba na mengine ambayo yeye alikuwa anajua kuanzia wanaanza na, kwa sababu mtu alimfanya Kleist apate mwamko wa siasa na kutaka kuunda chama cha Social alikuwa ni Kwesi Abdo kutoka mwaka 20. Na kumuuliza nyinyi kwa nini hamna chama cha Afrika? Akisema sisi wa Afrika tunawakilishwa na Father Gibbons kutukamina minakimisha. Akasema sisi si haki. Kama wazungu wanachama European Association, International Association wa Arabu, na nyinyi lazima ndio mwaka 29 ndio mkutano ndio wakati. Na hii ni historia. Sasa unaona ile basi yeye na Nyerere walikuwa vipi, na yakaja maneno baada ya Julius Lissu, baada ya Graham Mudemcho kuandika ile tazia ile kusema heading ile makala kwa Abishai tano kaonia, yani muasisi wa tano. Watu wakasema hawa kwa ndugu zake wapi nacho waleta mambo haya. Karudi watu wamesikitika kusema hivi. Sasa Mwalimu, imekuwaje historia ya tano isiandikwe historia ya juma hili? Kwa sababu hao walikuwa wakutaka wakutaka vilokani ndio, kwa sababu Abdu mmoja mimi mkeo ni mamangu ninaungua mtimbisho. Yeye na mamangu walikuwa mashoka. Wako kiriki wako pale nene sisi ukipata. Ananihadithia uso kwa macho anasema. Siku ilipotoka katika ile kusema kopia. Siku ile ndio kuipata chip alikuwa na barabara ile alasanuni karibu na ile club. Mimi ndio kazi ya kabila.
maskini kambi zangu mwenyewe. Sema mwana Mungu ndio anapanga. Mungu anasema waziri mkuu wa kwanza wa nchi Chifikida asema risasi babako tulitaka sana Chifikida ajilitaa kwa uzitaka. Anasema Mungu ndio kwa hivyo. Kila kija hapa ambaye kumaliza chakula kwa na mimi ndio wanaandikia nataka alisema nisikia kwa kuongea vipi na ukileta choo nafasiri kompyuta hii matasimileo kwa nini mwenyewe mtoto wa Chief Muhammad Makwaia Mwandi ndio alipeleka Uislamu Sukuma babake. Jamii kila hapa ni kasta akalitaja kwa sio Tanganyika. Mimi kijana mmoja somo naye kwa somo moja darasa moja. Sio kama ndio baba amekuja kufanya pamoja nikenda kumuona. Na siku zote nikimfikiria ndio sasa tunafikiria kila. Kuna namna ya maki yale mavazi zile watu walikuwa na unajua wazee wetu walikuwa na namna yao. Sisi kwa sababu tukawa tunataka kunywa kwa kama wao kuna hiyo mavazi kisema Kiingereza kile. Okay. Tunasema kwamba Ungwana alipiga kata. Kijana kilichotokea mpaka leo ni nini kuwa kufikiwa na Waingereza au kuna jambo gani? Historia lazima isomwe na mchezaji zilikuwa zipatikana. Aliomba kupicha ndio wacha kuna wale walioelezwa kapicha historia. Picha zake zilikuwa hazipo historia. Mwanangu chief sasa Edward. Tukabeba ndio kanisa na hadithi ya babake. Chief tani Makwaia hapana. Chief Makwaia kwa kucheza utafurahi. Kwanza kapiga kinomba. Yeye anakuwa Uingereza wakati ule kulikuwa na mashauri wa chifu na kwenda alikuwa kwenye hiyo timu. Akawa na wasiwasi wa chakula kile melini. Ilibidi washuke Mombasa waende kwa kazi akapata fatwa kama anaweza kuendelea kula chakula kile melini. Ni halali. Kuna Uislamu huo. Yeye ndio alileta elimu kwa Zanzibar kuanza Uislamu. Yale makaburi pale kwenda kuyaona ya wake zake, mtabu ya Asia, huyu Halima, huyu nani, Waislamu. Kuna shida kubwa sana. Lakini Chifikida alitaka kuna wadudu kubwa sana mwenyewe. Mpaka alikimbia Chifikida ya Kenya. Karibu hapa mtu mzima tena. Kaja kustaafu. Okay. Bado tuko kwa huyu bwana ambaye alimtaji. Chifikida. Alisoma Uingereza mbele. Kwa hiyo alitabika katika Uingereza. Hapana. Alitaja kama kusoma Marekani. Alitaja kwa kabidi tena kilitaji aache na uchifu. Akamwachia ndugu wake Sheikh pale. Akamwachia naye akaja kulitaji. Alikuwa balozi Sheikh baadaye. Alikuwa balozi wangu. Sema pale. Wasukuma. Inaonekana kwamba elimu kwa ilikuwa ni msingi sana. Ndio maana akachukua maamuzi kama haya. Nikwambia ya kile bangu. Sawa, mkiwa bako unataka inahitajika historia yake. Hapana, iko shule kwa nafasi mimi sasa. Na kila mwaka Edward huwa anaadhimisha mwaka wa Sukuma kule Siha. Wanakuwa sherehe kubwa kila mwezi wa 7. Okay, nifahamisha basi. Tunaendelea na mada yetu. Hii tano sasa. Tayari mwalimu ashakuwa ndio kiongozi. Wale Waislamu ambao walikuwa katika kile siku ya serikali wanaendelea kwa au waliwatoa akaja kwa hiyo. Hapakuwa na Waislamu wa serikali. Watakuja Waislamu kupata elimu wa mashuleni na Waingereza walikuwa elimu kwa pamoja. Ndio maana 62 baada ya uhuru
wakaweka kikao Isa Mtume Sate ukana na manake ile Isa Mtume Sate na kesho Muslim Congress sasa na mimi alikisha Muslim Congress wazungumze kuhusu elimu sababu tugeni uhuru umepata sasa kusomesha watoto wetu waje na wao wapo katika serikali ndio mjane kwanza wakati wanajenga sasa wanataka kujenga chuo kikuu na shule zinajengwa kote huko katika majimbo haya ndio nikavuka mgogoro ule serikali ikaibudu kama sasa kaunda makwata na miradi yote elimu ile ikafa na tena tajibudura kwa sababu leo ndio tuko hivi chanzo cha mgogoro ni nini? Ni Uislamu kuonekana kwamba anataka kuendelea nasema mimi kuelekea nasema kama tusingetaka kujenga chuo kikuu wa Islam ndio tena zile shule tu anasema waongeze hamili lakini ule mradi wa chuo kikuu cha Islam nasema wale wa hao tunawaona sisi wanakuwa tumewaona wakati uhuru nguvu yao uhuru kwa kuendeleza chuo leo hao wakiwa na chuo kikuu wakasoma hii nchi itakuwa na wao hofu yao na Uislamu hofu yao kule sema sisi kama sikujenga chuo kikuu wakatafuta watu wakatiwa pampu wakijazwa upepo wakajaa vizuri na serikali wanasaidia vyombo vyote usalama wakati wao wanasaidia nani anathubutu kama kuna mtu anathubutu kumpiga bila shaka ile heshima alikuwa nayo na uchamungu alikuwa nao nani alikuwa thubutu shetani akakamata kwa mtazamo usiku wa siku pili wanaoitisha kikao Iringa tangazo natoka na fungu la pesa kwa miradi yote kapo leo tuna basi tunarumbana mimi sipendi kuzungumza habari za mapato sana una aibu jambo naona aibu sababu ipo mapato na viongozi wengine jamaa zetu na kutana kwa shughuli sana sasa mzuri wa kuona wacha mdomoni lakini wao wenyewe hawakubali kama wenyewe wanajidai eti wao ndio wananisha mapato kwa sababu kwenye mkutano wa Iringa ujumbe kutoka pale uliuliza tupende muktasari wa kikao kilichokaa kikasema ikimtaki Hassan bin Amiri haitaki kama mstari tupende muktasari wazuri hapa wazuri hapa hivyo sababu jambo likalibisha kanga hivyo shukrani jazakallahu. Na mtazamaji na msikilizaji wa Amani Media, ni mwanahistoria wetu Mwalimu Muhammad Saidi ni ambaye leo hii tuko naye katika kipindi chetu hiki maalumu akielezea historia za waliopita na anadadavua kutoka katika kitabu cha Abdulwahid Sex kuelezea yale ambayo yamo katika kitabu hiki. Yeye mwenyewe ndio mwandishi wa kitabu hiki na ukikitaka kitabu hiki unaweza kupata sehemu mbalimbali katika mitandao na hata maktaba. Nadhani kwamba kutafuta utaweza kupata. Ama mwalimu mwanahistoria wetu Muhammad Said ataweza kukupa njia kupata kitabu hiki. Kitabu kinauzwa Dar es Salaam pale. Nilikuwa ni kitabu hiki wao ni muuzo kitabu na kutoka biashara kitabu hiki. Kwa nini? Nadhani maudhui yenyewe tu wao kuipenda. Ukitaka unaweza kupata msikiti wa Mtoro, msikiti wa Manyema, msikiti wa Shangani bei 10,000 kwa Kiingereza na kina kurasa 416 na tumefanya rahisi 10,000 sio sababu ni kitabu dhalili hafifa pale ili watu waweze kutumia. Shukrani jazakallahu khair. Mwalimu Muhammad Saidi, historia ni kitu muhimu sana katika jamii, na jamii ikiishi bila pasi na historia ni sawasawa chombo chenye kwenda mraba. Kujue leo yako lazima ujue jana yako. Ukishajua jana yako utajua ulipo na uendako. Ukikosa jana yako basi uko gizani. Ni kwamba utakuwa unaenda safari ambayo hujui unaenda wapi.
Hata kama utafika mahala unaweza ukasimama na ukakaa ukaishi, lakini utakuwa huna mwelekeo. Kwa hiyo historia ni kitu muhimu sana katika jamii. Uislamu tunapaswa kufahamu historia, usisubiri kufahamishwa historia. Tunachotakiwa kujitahidi sisi wenyewe kutaka kuijua historia wenyewe. Kuna kijana mmoja anasomesha history chuo kikuu, kaniandikia akisema, Mohamed, mimi nakusomesha kitabu chako katika kozi yangu. Anasema mkuu wa idara kanisa, akaniambia mbona usomesha historia hii ambayo haina uhakika? Anasema mimi nikamjibu, ina historia hii? Anasema historia ina hakika. Akaniambia ndipo shahidi. Akaniambia wewe unataka ushahidi? Unataka ushahidi katika kitabu cha Mohamed Said? Mimi namwamini Mohamed Said, namwamini kwa sababu hao anawazungumza ni waziri wake. Kwa nini simwamini? Basi anasema yule bwana hana raha na mimi. Mimi kumwambia kwamba bwana nenda kwa timu, usije kupoteza kazi. Somesha wanapotaka wao bwana. Somesha. Lakini kwa kuwa ni kitabu kipo, unajua ukipinga kitu unasemua akili za watu. Kwa nini unakipinga kitu? Alikuja kijana mmoja kunihoji, yeye alikuwa anafanya uzamivu PhD. Kaja Tanga. Basi akanionyesha orodha ya vitabu vyake ambavyo alivyoboresha katika kuandika tasnifu yake. Nikamwambia mbona kitabu chake hapa kidogo? Akisema kilikuwepo. Nikampelekea supervisor akisema kitabu hicho. Sasa huyu kijana baada ya miaka mingi tukakutana. Akasema, Sheikh Mohamed, mimi nasomesha judo. Akasema mimi siku moja nikawaambia wanafunzi wangu, jamani, leo nataka kusomesha hili kitu, nini mtajanga kusikia? Hasa mimi nikaeleza history ya science. Ya shamba mle. Kwa hiyo mwalimu alimsema kweli hayo? Na maktaba kuu ya chuo kikuu kitabu hiki kipo katika Kiingereza. Asema na ndio history ilivyokuwa hivi, lakini tumesomeshwa history nyingine. Asema huyo Abu kadi yake namba 3, kadi namba 2 ni Ali Said mdogo wake, kadi namba 1 Julius Nyerere, na ameandikiwa na Ali Said, na kadi 1000 za mwanzo kazinunua Ali Said kutoka hela za mkono mwake. Kadi 2000 zopata alikopa pesa kwenye chama chao kinaitwa TASA ya kufanya serikali. Yeye alikuwa katibu na president alikuwa chuma kibaya. Akaenda kachapisha paper ile kadi ya 5 kusanya kule answers. Nasema mimi nimechukua kadi yangu ya Tanzania na wala askari kunapigana vita vya pili dunia. Wao walipigana mbaya na tukake. Ndio nimekopi ile, ndio nikasalifu kadi ya 5, nikapeleka paper nikachapa. Mimi nalipwa nani ukulili kwenye sherehe za kujititi. Nikafanya dakika 5 za kujibu. Nilisema kuwa kazi ya kusajili chama cha TANU baada ya kuunda walipewa watu 3, Abdul Said, Ali Said na Julius Nyerere. Lakini Nyerere alikwenda kumsajili, alikataa kumsajili chama. Wenzake wanamsubiri mtakapata pale nyumbani kwa Ali Said, Abdul Said na mkewe Bi Zainab. Hii sasa mimi ananiletea Bi Zainab mwenyewe, wakati wa rafiki ananihadithia Bi Zainab. Asema siku hiyo tumekaa hapa mimi na babako huyu na bwana wangu kaja hapa, kuna miadi kukutana hapa, Nyerere kaenda kusajili chama. Hata kuingia tu tunapeleka suru kujua mambo kwa mazuri. Wamwambia unayo register book? Sina. Kadi unazo? Sina. Sasa unajua kusajili chama hewa? Alikuwa hana kweli. Alikuwa hana. Anasema Abdul Samia ni sisi mwenyewe. Yeye ndio sisi mwenyewe. Sisi mwenyewe akapewa kadi
na rejisema kama nenda Rufiji ukatuletea wanachama tano. Sasa mimi pale siku hiyo Ikulili pale nazungumza na alikuwa kwa mkuu Majaliwa, nikasema hii Rufiji hii ina sehemu ya pekee yake katika historia tano. Abu kawatuma watu, kamtuma Secha mwenyewe aje hapa, alitoa chama mwanzo. Kwa nini kutafuta chama la Islam? Wangeangaika kwa chama hapa au kwenda kwa zawia ya Sheikh Hassan bin Abdul ambaye ndio khalifa wa Tanzania, anawaambia khalifa akasema nyote mnacheza mbaya. Historia nyingine shaka basi ule uwanja wote aliposimama kuzungumza ndio baada ya kusema kumaliza alisema yeye kuzungumza kuhusu Tite, na nikasema Tite mumjui nyinyi. Tite amezungumza mikutano miwili, hajaona Nyerere, hajaona sura Nyerere wala hamjui bali mmoja. Na kama kesho na mkutano utano, kama kesho anafanya mkutano tano, leo wanakutana nyumbani kwa Abu Said, kundi zima la ndani, John pia, Josa Azizi, Ali Said, Sabi Said, na wanakuja kuna mama tatu binti mzee Titi Mohamed, Bi Halima bin Hamisi, hawa binti Mafta, wanakutana wanaambia kesho mjali uwanja ule. Asante. Huyu waziri mkuu alizungumza nini? Alisema kwamba alisema historia hii lazima tuijue, andiko tuijue historia. Wallahi alisema hivyo. Watu washaandika kitabu. Na kwambia nyinyi mwakanyana. Na baada pale niulizwa maswali mengi. Nasema nikamwambia nini mnaleta humo kwa pili. Huko nzima mimi nashinda hoteli nimelala. Hapa mna radio, kuna radio, inaitwa radio Rufiji FM. Sasa 24 kwa rwani hiyo. Nikasema kwa vile nikija mimi kwa sababu hii maana kile hii radio ya serikali au binafsi. Binafsi. Ile serikali moja tu bwana nani TBC. Sasa kama hivi ni badala hapo kukaa asubuhi pangeni kipindi mtazungumza Muhammad jinsi na kufahamu. Mimi ndio kwa macho. Mimi naongea vitu na ninaandika mimi kitabu chake ni mswada kwa mtachako. Mtamzungumza vitu kwa miradi wote kusikia. Basi ni pale nilikuja Katano, simu ndio zaidi Katano. Nikasema basi kama mwakesho mkinialika, wakaniambia kwa nini sikualika mwakesho? Uje bwana kufanya hivi bwana. Inshallah kwa mwaka huu kama mfano hai sasa haya matatizo kwa watu wanasikiza historia na wanaiamini, lakini hakuna mtu ambaye ana ujasiri wa kusema hivyo. Anasema bwana Addis kumalizia pale kusema kwa na kwenda kupokea medali ya mwezi wa uhuru. Anasema kitu kilichomchekesha, anasema tukua alimuuliza kwani nani unafanya nini? Hawajui wanafanya nini katika uhuru. Anasema mimi nikamwambia bibi Zainab walikuwa na nini sindira sababu hebu letene kitabu tatu akawa amesomeni mtajua sisi tunafanya nini na Christ alikuja mpaka usifahamu. Nisiko ni kwa nini? Na kuna mtu kupona. Na mnamjua kama mbele hata kwa roho. Christ nikata yeye. Akamjia mwana nikata nikuletee mimi ndani ya baba. Vipi? Akasema naogopa usije mnipeleke huko. Ukija Dar es Salaam uje nikuonyeshe mbaya. Ndio siku ile alipokuja dada yake ndio akaniita ili kumsaka. Ndio kama na class ndio baada pale na pesa tukaona tena. Na tulipiga picha siku. Kuna picha mnataka tupige mwaka 1968. Na tukapiga ile picha 2000 na miaka 50. Ndio akanileta ile medali. Kuna nyingine unavaa hapo, kuna nyingine iko kuna hii. Akasema hivi basi alilii pale anaanza kulia. Akaniambia mwanzo kama siwezi. Ndipo baba sema historia yake sini. Ndio mimi nikasema pale nipanda kuwalikia. Hivi ingekuwaje kama Allah singetusaidia sisi kutujalia
ukaandika historia hii. Ndio ingebaki historia ile ile Mwalimu Nyerere kaleta uhuru peke yake mpaka leo. Hawa wote tunawalitenda akiwa na Chibisembe hawa wote hawa, akina Halima Selengia Moshi huko, akina Nina Kinabo wanawake, akina Zarura binti Abdrahmani Tabora huko, akina Nyange binti Chandi mama alikuwa, hao wote kwa wajulikana, akina binti Matola, akina Sherifa binti Mzee Lindu, yani hawa na hawa mimi nakutajia ni wachache hawa, wako wengi. Kwa nini chuo kikuu cha Dar es Salaam akitafiti historia hii? Ndio kwambia chuo kikuu cha Dar es Salaam walinipigia simu wakaniomba niende kutafiti kuhusu historia, kwa sababu idara ile wanaadhimisha nadhani miaka 50 mwaka huu. Historia ya nchi ya chuo. Historia, yani hii historia hii ya huku kitu. Nikamba mimi siwezi kwenda kitu mbele ya darasa. Yeye kwa mwanafunzi na akamwambia tunamwandika pensionali jonali fulani. Mimi nilikuwa nikipita, nilikuwa katika Kiingereza nasoma, nilikuwa mimi nasoma Wales kusini. Wakati likizo mimi nilikuwa nakwenda kaka kusomesha University of Glasgow. Nilikuwa napita basi letu ninasimama pale pembeni Oxford ile pale. Lakini siku kitu gani haikunijia mimi akili nishuke pale hata nikakukutia hicho. Nasema jonali kwa atakuja. Nikampeleka basi mimi na kupena address ya Deni. Mumwandikie mwambie andike hivi. Wamesolana naye na mwambie kwa mwalimu wako ndio atakuja katika kusherehekea katika ya idara ya historia. Lakini ndio hivi. Historia ambayo nchi yetu ina kama ulivyosema kwamba utambuzi kwa Mwalimu ndio alileta uhuru hapa nchini. Pekee yake. Maana yeye pekee yake ni historia inaandikwa ni pekee yake. Kwa maana uhuru unaweza kuitwa na mtu mmoja. Hata sisi ambao tunaambiwa hivyo hatuwezi kuchakii tunasema mwaka 2011 mimi nilialikwa Berlin kwenye taasisi moja inaitwa Zentrum Modern Orient. Ni taasisi kubwa sana ya tafiti historia. Nilikwenda na katika kupata hiyo kwenda pale kufanya tafiti, wanaambia tutakuja hapa usafiri kufanya tafiti kwa mwezi mmoja, na katika mwezi mmoja ufanye muhadhara wa wazi, na hiyo pepa kishakamilika utakuachia sisi. Basi mimi nikaenda na ndio kwa vile mmoja tu akae ndio mkuu wa idara hiyo ndio anasema swali nzuri sana. Utaona simu moja nitakusikia naye umoja kafurahi wala na shida hapo Jerumani anakuja sana na pia yeye anatupenda nipige simu tuonane na hao ndio kwa lugha kani nasema Kiingereza kama kutana mimi Kiswahili hao zetu wakitaka kujifunza kitu ili kujaribu kweli kama sawa. Basi nikaandika mada mimi inaitwa Tanzania, a nation without heroes. Nasema Tanzania taifa lisilokuwa na mashujaa. Shujaa mmoja. Haiwezekani. Nimesema kuambia ndugu mmoja ambacho aliniambia mmoja sema bwana Abdi alikuwa na kabati ya fedha, hanzo za fedha. Mimi swali ile ilikuwa inaingia na toka kabati ya fedha. Chumbani kwetu kabati ya fedha. Anasema ile kabati liko kila ukija kwa sasa inafunguliwa. Anatoa pesa. Anawapa. Ataona ndio hapo baba tutakufilisika. Alikuwa na biashara hoteli ya petrol station. Pale Ilala kuna petrol station mpaka leo ipo. Ile ilikuwa zamani kwa Catholics. Na nasema Mwenyezi Mungu Bwana, klasa lende mwami lina picha hapa za baba, siku anafungua petrol station yake, uje nikuonyeshe na Mungu. Sikuwahi. Aliniita siku moja akanionyesha picha barua za babake. Anakwenda kusoma Princeton University, New Jersey.
akanionyesha ile admission letter mwaka 53, akanionyesha na barua ambayo El Cito, tutakuja kumuuliza kitu cha anamwambia El Cito, Abdu sasa unakwenda Marekani kusoma. New Jersey na pale New York, Manhattan alipokuwa UN ni jirani. Mimi nimetoka nilikuwa Marekani New York na nimefika New Jersey, napajua. Ni kama unatoka labda Karekona kwenye Ubungo. Ni state mbili, ni nchi mbili tofauti. Lakini huishi kama unaingia mahali pengine. Akaniambia hizi Mohamed, nitajitoa photocopy, nitakupa. Sikwenda kuchukua barua ya El Cito wala sikwenda kuchukua ile admission letter. Amefariki maskini, na nilikuwa hichi kitabu cha Davis cha Jadali, nakala yangu nilikuwa nakala mbili, moja ni mpango wangu, moja ni namba taxi nikampa. Sasa alipofariki mimi sikuweza kwenda kwa mtu wake, siwezi kwa sababu yao mkuu wa historia yetu ina mengi bwana, ina mengi khiana tu bwana, khiana. Kesho nitakuandikia, kesho nikukuja nikuandikia habari ya Hassan Peka wakati unaandika historia tano, nini walimfanyia. Ulisema kwamba bwana alikuwa Ujerumani kwa nasoma. Inaonekana Uislamu ulikuwa mnasoma vipi? Ilionekana kwamba hawakusoma Uislamu kiasi kwamba hakusaidia. Huyu ambaye mzungumzo na group wa Ujerumani ambaye alikuwa chuoni wakati wewe unasoma kule, si alikuwepo kule? Julian alikuwa mwalimu wewe hapa, Alikuwa mwalimu hapa. Julian ni profesa bwana rais bwana. Mwaka 68 hapa. Huyu. Ndio ambaye alikuwa anaongea Kiswahili. Huyu nakwambia, huyu ni profesa ambaye ninaandika mimi Zeta Modern Orient kwenye chuo chake, nikafanya utafiti, akanambia andika paper yote unayotaka, lakini ufanye mhadhara mmoja wa kusaita watu utatoa mada yote unayotaka wewe. Ndio nikaandika hiyo mada, Tanzania a nation without heroes, Tanzania nchi ambayo haina mashujaa. Hiyo ipo imechapa kwenye Nawazi, imechapa kwenye jono moja linatoka Kenya ile Nawazi. Ipo umechapa mle. Tanzania iko wapi hapa? Kwa unataka kupepa baridi bwana. Asante sana. Historia ni kitu muhimu sana katika jamii. Na ukisema kwamba unafisha historia, unazofisha nchi yako au jamii. Kwa sababu unakuwa na watu ambao wasiotambua wanatoka wapi. Na mara nyingi ukificha historia wewe, wajirani yako atajua. Kwa sababu yeye atataka kujua asili ya nchi yako. Kama wewe unataka kufahamisha watu wako asili ya nchi yako, kuna watu wanataka kufahamu. Wakishafahamu wale, basi inakuwa wewe unajulikana wakati mwingine vizuri. Hii ndio hali ilivyo tumwambie. Labda nyinyi kama wazee ambao mnafahamu hali na mnaandika vitabu kama hivi, labda kuna misukosuko yote ambayo mmepata kutoka serikalini? Mimi sijapata msukosuko wote, isipokuwa sijakamatwa. Manake watu wangu na swali wanasema, lakini sasa mimi hata kama nataka kunikamatwa nikamata kwa nini? Watu ndio kusababu nimeandika habari za watu wangu wao mpigine uhuru. Sidhani kama ni sababu ya maana ya kumzungumzia. Profesa Harb Othmani aliathirika sana kitabu hiki, sana kijumati. Kwa sababu yeye alikuwa kwenda mpaka miadi na mwalimu, na walimpa miadi wakawa kuzungumza. Akamwambia mwalimu, kitabu kimebadilisha historia yako. Kimebadilisha historia ya nchi nzima. Kwa sasa hivi tunasoma historia ambayo hatukupata kujua. Haya mambo ambayo hii anakueleza leo hapa, si watu wengi wanayajua haya. Walimu walisema. Akamwambia mwalimu, na wewe lazima useme. Mwalimu alikubali kusema sawa. Na ndio chanzo kuja kuandikwa hii biography ya kitabu chake cha Rashid. Lakini yeye alimuomba atengeneze tu kamati, na yeye akizungumza nao na wao wataandika. Lakini hiyo kamati iliundwa, lakini kwa sababu mwenyewe kushiriki kama ndio kwa kufariki, Profesa Harb Othmani akafariki.
baadaye tena wapenzi wenye neno wakaja na hii fikra ya kuandika biography hii ambayo sasa Shibli ndio alikuwa kiongozi Asante sana mtazamaji na msikilizaji wa Imani Media, mpaka hapo kwa siku leo tutakuwa ndio mwisho wa kipindi chetu. Inshallah tuonana kipindi kingine kijacho, leo ikiwa hii ni sehemu ya 3 ya kipindi hiki. Mwandalizi wa kipindi hiki na msimamizi mimi Ali Jirani, kwa kumuongoza mwana historia wetu Mwalimu Muhammad Saidi akizungumzia historia ya waliopita, na alikuwa tunadavua kutoka katika kitabu cha Abdulahid Saks kuelezea historia mbalimbali ambazo alikuwa yeye akiziandika katika kitabu hiki. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والتقينا بالمعيدين الهوى فسألنا العمر عن ذكرى سنة ونسينا كل شيء حولنا نشوة الأشواق أثبتنا التمانى وتذكرت معاني معهم ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسيت ولم ننسى